الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة تغشاهم رحمة ويذكرهم الله في من عنده. آمين آمين آمين. Ndugu zangu katika imani, tukiendelea na kitabu chetu Sharh Sunna للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. Maudhui tuliokuwa nayo ni maudhui ya 112. Leo tukimalizia kipengele cha mwisho katika maudhui hii kinachosema fattaqillaha rahimakallah وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. فاتق الله، موغوبي الله رحمك الله. ewe msomaji, ewe msikilizaji, Allah kurehemu. Wanzur linafsika, angalia kwa ajili ya nafsi yako. Wa iyyaka wal ghuluwa fi din, tahadhari sana na kupituka mipaka katika dini. Fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay, kwani kupituka mpaka katika dini hakuna chochote katika njia hiyo unaifanya wewe au kuipita njia hiyo. Haya maneno tunahitaji kuyapatia sherehe katika kitabu chetu cha Sharh Sunna. Tukiendelea kwenye ukurasa wetu wa 286, anasema qauluhu, tamko lake, fattaqillaha, ittaqillaha, yani muogope Allah tabaraka wa taala. An yaqa fi nafsika shay'un min hadhihi al-umur, kuingia kwenye nafsi yako kwa chochote katika mambo haya ambayo tumeyazungumza. Mambo manne kwa ujumla wake ambayo kwayo huchimbuka naqidhu min nawaqidh al-Islam. Kwa hivyo muogope Allah, anahitimisha maneno yake kwa maana ya kwamba ittaqillaha an yaqa fi nafsika, muogope Allah kuingia kwenye nafsi yako shay'un min hadhihi al-umur, chochote katika mambo haya ambayo tumeyazungumza. Nayo ima wewe utaritadi kwa sababu ya kauli yako, utakufuru kwa kauli yako, au tendo lako, au itikadi kwenye moyo wako ikawa sio, au shaka. Kwa hiyo tahadhari na jambo hili, isije hata kidogo nafsi yako ikaingiwa na moja katika mambo haya, fatakhruja an dinika, ikawa sababu ya wewe kutoka kwenye dini yako kaiacha. Ittaqillaha fi nafsika,
muogope Allah kwa ajili ya nafsi yako. Wala tuzakki nafsaka, na tahadhari sana katika mlango huu. Ni hatari kuitakasa nafsi yako, ukajiona wewe hukosei, wewe uko sawa daima. Hii sifa si yako, asiyekosea ni Allah tabaraka wa taala. Fala tuzakku anfusakum balillahu a'lam biman ittaqa, msizitakasi nafsi zenu, Allah anajua sana alikuwa sahihi katika nyinyi. Wewe jaribu kufanya khairi kwa kufuata taratibu uliowekewa, na huku kimomba Allah tabaraka wa taala akuthibitishe na kudumishe na kutofika katika kutekeleza hayo, na ukiamini ya kwamba wewe kama mwanadamu bado una udhaifu wa kibinadamu, lakini usijiaminishe ukajiona wewe ndio perfect. Ili ni tatizo kubwa. Wala tuzaki nafsaka, wala usitakashe nafsi yako, au taamana ala dinika, au ukajiaminisha kwenye dini yako, ukajiona basi. Usijiaminishe bwana, usijiache kuwa na tahadhari wakati wote, muda wote. Ujue kwamba wewe ni mwanadamu, lolote linaweza likatokezea ikufanya ukawa nje ya dini tukufu ya Uislamu. Qauluhu, tamko lake, wandhur li nafsika, ay undhur nafsika la tandhur li nasi. Daima kwanza anza kuiasesi nafsi yako, ifanye uchunguzi nafsi yako kwanza. La tandhur li nasi, usiangalie kuangalia watu, usiangalie kwa watu, angalia kwa ajili ya nafsi yako. La tandhur li nasi wa ma alayhi an-nas, usiangalie kwa watu na kile ambacho watu wanacho. Undhur nafsika, iangalie nafsi yako. Usiadaike na watu, kaona watu ndivyo na uko nawe na watu walivyo. Undhur li nafsika la tandhur li nasi wa ma alayhi an-nas. Kuwa tayari, ihami nafsi yako, iangalie vyema nafsi yako, wala usiangalie kwa watu na wale uko na watu. Ukaona mimi nifanye kwa sababu tunafanya, mimi nifanye. La. Undhur li nafsika, iangalie nafsi yako, ifanyie observation, ichunguze, taamali kwa nafsi yako. Qala taala, Allah mtukufu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, alaykum anfusakum, alaykum anfusakum, zilazimisheni nafsi zenu. Kalifu anfusakum bi ta'ati la, alaykum anfusakum, tahadhari sana nafsi zenu. Ni wajibu wenu kwa ajili ya kuilea na kuyadilisha na kusimamia nafsi yako wewe mwenyewe. Alaykum anfusakum la yaghurrukum man dhalla idha hatadaitum, hatukudhuruni nyie yule aliyepotea ikiwa nyinyi mmeongoka. Alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hatadaitum, hatukudhuruni aliyepotea ikiwa nyinyi mmeongoka. Kwa hiyo asesi sana nafsi yako, iangalie nafsi yako kwa makini mkubwa sana. Al-Maida aya nambari 105. La taqul, usiseme hadha alayhi an-nasu kulluhum, haya nayafanya ndio mambo ambayo watu ndio wanayafanya na mimi wache niyafanye. Bal undhur li nafsika, bali wewe iangalie nafsi yako. Unju binafsika, iokoe nafsi yako. Iangalie nafsi yako na uiokoe nafsi yako. Undhur, laisa undhuru, undhur bisukuni ra. Undhur li nafsika, izingatie, ijali nafsi yako. Unju binafsika, na iokoe nafsi yako. Amma nas, ama watu, fada'ahum, waache. Fada'ahum anka, waache wao. Idha lam yaqbalu alhaqqa, ikiwa hawajakubali haki, achana nao. Wathbutu alayhi, wewe daima thibiti, kuwa imara kwenye haki. Wala taghtarra bima alayhi an-nasu, wala usidanganyike na yale ambayo watu wanayo. Wala taghtarra, wala usidanganyike bima alayhi an-nasu, kwa yale ambayo watu wanayo. Hilo lisikudanganye. Tunaswa, tunawaidhiwa na kuelekezwa. Tuna tabia ya kusema si watu wanafanya hivi na wacha nifanye. Hapana. Mwanachuoni moja katika nchi ya Misri anasema, alinukuu aya tukufu ya Allah inasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tabaraka wa taala habadili yaliyokuwa kwa watu mpaka watu wenyewe wabadili yaliyokuwa ndani ya nafsi zao. Akasema iyaka ya akhi muslim, tahadhari ya ndugu yangu muslim, tahadhari ya ndugu yangu muislam. Wa in zana nasu kulluhum la tazni, hata kama watu wote watakuwa wakizini, usiseme kwa sababu watu wanazini na mimi wasini mimi nizini, usifanye hivyo. Wa in saraka nasu kulluhum, watu wote waibe, kwa namna yote wanaiba, ima kwa njia ya maandishi, utapeli, udanganyi na mengine yote ile, usiseme kwa kuwa watu wanaiba na mimi wacha na mimi japo kidogo niibe. Usifanye hivyo, usithubutu kufanya hivyo. Watu wanalewa na mimi nilewe na yote yale, kwa sababu anasema haya kwamba jamii ya wanadamu mara nyingi utakapoona unaishi na watu wanafanya mambo ambayo sio sahihi, basi na wewe mwisho wa siku nafsi yako nawe inakuwa tayari inaiga na kufanya mambo yale. Basi usifanye hivyo. Mabadiliko hayaanzi katika dhahiri, yanaanza batini. Ukiweza kusema na nafsi yako, ukaweza kuwa mchaji Mungu kweli kweli kwenye moyo wako, basi yalibakia tabadilika. Tukishindwa kurekebisha nafsi zetu zikabakia katika utayari wa maasi, hata kama ufanye lakini uko tayari na unaenjoy maasi, usitarajie mabadiliko, kwa sababu unapenda haya mambo. Hujapata fursa tu, lakini ukipata nafasi hiyo na wewe utakuwa miongoni mwa hao. Wangapi wanapata nafasi katika nyadhifa mbalimbali, kabla ya hapo walikuwa ni wacha Mungu sana, lakini wakishaingia huko basi na wao wanakwanga kama wanavyokwanga watu wengine. Nini shekhe, mambo huko ndugu yangu ni vigumu, na huwezi kuepuka, lazima shekhe. Mbona wako waliweza kuepuka, wenye vyeo kuliko wewe, na wameshindwa na wameacha. Jamii imewalaani, dunia imewalaani, lakini je, laana ya Mungu na laana ya viumbe katika ulimwengu, ipi laana mbaya kwako? Watu wote wakulaani, watu wote wakutenge, lakini wagopa sika kutenga Allah tabaraka wa taala. Allah akiwa pamoja na wewe, basi ndugu yangu hakuna kukuletea dhara yote. Ya alladhina amanu la yadhurrukum alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Enyi mnaamini, jilazimisheni kwa nafsi zenu, hakika hatokudhuruni aliyepotea iwapo nyinyi mmeongoka. Kwa hivyo nafsi yako, si watu, nafsi yako kwanza. Kila mmoja ataulizwa na kila mmoja atakufa na atafanywa hesabu yeye, ataangamizwa yeye. Kwa hivyo usiangalie watu ukasema na mimi wanapofanya mimi niende. Ilazimishe nafsi yako, iadilishe nafsi yako, isimamie nafsi yako katika mambo ambayo Mungu anaridhia, kwani utaondoka duniani na utafanywa hesabu wewe kama wewe. walakad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, metujia nyinyi mmoja mmoja, kila mmoja anakuja anafanywa hesabu, anakwenda mbele. Kwa hivyo kama hivyo ndivyo ilivyo, basi tahadhari na nafsi yako, hesabu yako ipo wewe mwenyewe kama wewe. Kwa hivyo anatuasa sana mwandishi wa kitabu katika maeneo haya, tusighururike na wingi watu, tusighururike na fasaha za watu, tusighururike na kwa sababu fulani na fulani wana hivi. Sisi tunatakiwa tuangalie haki iko wapi, tuifuate na tujitahidi kumwomba Mungu atudumishe kwenye haki hiyo. Kauluhu, tamko lake, wa iyaka walghuluwa fi dini, tahadhari sana na kuwa na ghulu, kupituka mipaka zaidi katika dini. Sheikh anasema hadhihi nahiyatun ukhra, hii pia ni aina nyingine. Sasa hii ni aina nyingine, lianna dina, kwa sababu dini, yakhruju insanu minhu bi ahadi amraini, mwanadamu anaweza akachopoka akaiacha dini kwa moja katika mambo mawili, imma bitarkihi, au kwa kuiacha, kutoitekeleza kama ilivyoelekeza, au tarki shay'in minhu,
au akaacha chochote katika hayo, zuhudan fihi, ameacha eti kwa sababu anatafuta uchamungu katika jambo hilo, zuhudan fihi, kaacha anatafuta uchamungu katika jambo hilo, imma bitarkihi, au kuacha dini kamili kayashinda kutekeleza, au bitarki shay'in minhu, au kuacha chochote katika dini hiyo, zuhudan fihi, ukaamini kwamba hapo wewe ndipo unapokuwa sawa katika uchamungu. Mfano, mtu anaambiwa katika dini iko nafasi unatakiwa ulale, kwa sababu mimi silali, naacha kulala kwa ajili ya Mungu. Iko katika dini nafasi ya kuoa, kwa sababu mimi siowi, nataka kujifaragua kwa Allah, kumwabudu ya Allah, mimi siowi. Ukaona utaratibu kama huo, umeacha shay'in katika dini, zuhudan fi, kwa lengo la kutaka kutafuta ucha Mungu. Ukaona dhamira hiyo, sivyo. Ghulu, ukasema mimi nafunga siku zote, siacha hata siku moja, ghulu, sivyo hivyo. Imma bil ghuluwi, ama sasa utaacha dini kwa sababu ya ghuluwi, kupindukia mpaka jambo kulifanya kinyume na utaratibu na zaidi ya vile ambavyo tunatakiwa lifanywe. Ndamka usiku milele, silali. Ndafunga milele, sifungui, sioi maisha. Ghulu, jambo zuri lakini umepinduka mpaka. Wa ziada, na ukafanya ziada fi tashaddudi, katika jazba au jambo kulishadidia zaidi. Hizo namna mbili hizo ndio mara nyingi ukiziangalia katika jamii ya Uislamu leo, tuko katika maeneo hayo. Ima utaacha dini kamili, ukawa dini si mfuataji, au unaifuata lakini kuna vitu ukaviacha hapo, unaamini kwamba unafanya ndivyo, au ukafanya kitu zaidi ya vile kinavyotakiwa kufanywa na ukaongeza zaidi vitu kwa ile tashadudu, ile una hamasa, una mapenzi katika jambo, kwa hiyo ukafanya ziada. Na ukiulizwa unasema si jambo la khairi, si nimefanya khairi, ndiyo, lakini fi ghairi mahalihi, si pahala pake, ukaisi uko vizuri. Kwa haya mambo mawili haya, mimi na wewe, ima tuko hapa au tuko hapa, tutakiwa tusiwe kule wala hapa, tuwe katikati, kwa sababu dini hii ni dinul wasatiyya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, aqidatul wasatiyya, tuwe kati na kati, baina wanaopitukia na wanaopuuza zaidi, tuwe kati na kati. Anasema fal khuruju min ad-dini, kutoka katika dini, yahsulu, kunapatikana imma bitasahulin, imma bitasahulin, so bitasahili, bitasahuli. Imma kunapatikana kwa sababu ya wewe kujifanya kama huna akili, kwa kupuuza, kwa kutojali. Tasahul, hujali, unaiacha tu. Wa imma bitashaddudi, na ama sasa unaikazia zaidi, unakuwa na tashaddudi kweli kweli. Mawili hayo, imma bitasahul, kwa kupuuza, kutojali, imma bitashaddudi, na ukiingia unakuwa na tashaddudi kubwa. Hayo mambo mawili hayo, huku na huko kote si sahihi. Fa alayka bil wasati, ni wajibu wako kupita kati na kati, baina tasahuli wa tashaddudi. Baina tasahul, usiwe na tasahuli, ondoka njoo, lakini ukija usiwe na tashaddudi, uwe kati kati. Hadha, hii kuwa kati kati, huwa ma kana alayhi rasul sallallahu wa ashabu, ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu pamoja na maswahaba wake. Walghuluhu yukhriju al-insana min ad-dini, kupitukia mipaka katika kutekeleza khairi kunamtoa mwanadamu katika dini. Kama akhraja al-khawarija, kama kulivyotoa wale makhawariji. Qala sallallahu alaihi wasallam fihim, Mtume Muhammad sallallahu amesema kuhusiana wao, yamruquna min ad-dini, wanapuruchuka katika dini.
kama yamruku sahmu min ar-ramya, kama vile ambavyo unavyoona ule mshale unavyotoka kupurushika kwenye ile kamba yake au ile sehemu yake ndoano yake ile ambapo mtu anaweka anavuta na achia. Kwa hiyo hawa wanafanya hivyo, na hawa walikuwa na ghuluu kubwa katika dini, kupitukia mpaka katika sheria. Kwa maana yake bila shaka utakutoka katika dini tu. Falghulu yukhriju al-insana min ad-dini, ghulu inamtoa mwanadamu katika dini, imma ikhrajan kamilan ila al-kufri, imma itakuwa inamtoa utoaji uliokuwa umekamilika kwenda kwenye ukafiri, wa imma ikhrajan juz'iyan, ama kutolewa kwa sehemu tu, bihasabi ma yahsul lahu, kwa mujibu wa ile ambayo yanayopatikana kwake yeye. Kwa hiyo ghulu ina namna mbili, imma inakutoa kwenye Uislamu kamili kabisa kwenda kwenye ukafiri, au inakutoa sehemu katika Uislamu kwa mujibu wa kile ambacho kinapatikana kwake yeye. Kwa hiyo ghulu ina hatari, imma kutoa kabisa au kubakisha nusu kwa nusu. Kad yakunu al-ghulu fi dini fi al-ibada, inaweza kuwa ghulu katika dini kwenye kuabudu. Mithlu, mfano, ghuluwi nasara fi rahbaniya, mfano kule kupitukia mpaka kwa manaswara katika jambo zima la utawa. Fi rahbaniya, katika jambo zima la utawa. Wao walihisi wako sahihi kwa sababu nia zao ni nzuri. Muislamu, zingatia sana, nia yako nzuri haihalalishi wewe kuwa sahihi unaolifanya mbele ya Mola, kwani nia peke yake haitoshi, ila lazima kuwe kuna kitu cha pili ambacho ili ulipwe, ania al-khalisa, vizuri, lakini as-sawabu ulifanyalo ndilo. Kwa hiyo lazima vitu hivyo vyote vitimie, iwe nia sahihi, ikhlas uwe nayo, lakini ulifanyalo liwe ndilo, hapo utalipa thawabu. Lakini ikiwa nia ndiyo, ulifanyalo silo, tatizo. Kwa hiyo nia nzuri, dhamira nzuri kwa Mola wako unachokifanya haihalalishi kwa hicho unachokifanya kwamba ndicho utalipwa, muhimu tu kwamba nacho kiwe sahihi basi. Kwa hivyo Allah anatuambia kuhusiana na hawa manaswara, walikuwa na dhamira nzuri, tena ikhlas hasa. Warahbaniyata nibtadauha ma katabnaha alaihim, na utawa ambao wao wameuzua, haupo katika dini, wameuzua tu, haukuwepo. Ma katabnaha alaihim, sisi hatukuwa faradhisha, hatukuwekea sheria kwamba jamani msioane, muishi bila kuoana. Ndio unakuta kuna watu wanaitwa masista hawaolewi hao, mapadri hawaolewi hao. Lakini kweli unaweza kushindana na maumbile ya Mungu katika maisha yako? Swala linakuwa ni gumu. Kwa hivyo Allah anasema ule utawa waliouzua, ma katabna alayhim, sisi hatukuwekea sheria kwamba wafanye hivyo hata kidogo. Fama ra'auha haqqa riayatiha, kwa hivyo hawakuchunga kwa inavyotakiwa kuuchunga, hawakujidhibiti, wameshindwa kuoa kwa njia ya halali, kwamba sisi hatuko nafasi yetu tuwezi kuoa, lakini wameshindwa kuzuia matamanio yao na jambo hilo, wakapita njia ya shortcut way. Kwa hiyo wakakuta padri anatembea na sister kwa njia ya kificho, sister naye anajifungua mtoto, wanasema watoto hawa ni mayatima na walea. Kikumbe wamepatikana katika njia hizo za kibinadamu ambazo watu wamekosea. Kwa hivyo hawakuweza kuchunga. Jamani, maneno haya sisemi mimi, anasema Allah tabaraka wa taala, fama ra'au haqa riayatiha. Kwa hiyo hata wakijificha, Allah aliyoumba, anayeendesha, anaojua siri zao, ndio anayozungumza. Hawakuchunga utaoa inavyotakiwa kuuchunga. Kwa hivyo na Muislamu leo akiamua kwamba mimi sitaki kuoa, na wakati maumbile yanamruhusu kuoa, kwa sababu kuna wakati kuna kitu shadh, mwanadamu tokezea shadh, akawa ana maumbile ambayo hayamruhusu kuoa, kapata maradhi, hawezi, kesi nyingine, lakini ana uwezo, anakula vizuri na yuko vizuri kiafya, alafu anasema siowi, tusidanganyane, ni vigumu. Na ukitaka uliweze hili, ina maana kama mazingira ambayo hauoni
wala utokutani na wanawake, sawa, na utapata matatizo. Psychological utaathirika. Kama sikupata uchizi, kuwa na akili isiyoeleweka. Hani maumbile huwezi kuyazuia. Kwa njia sahihi na rahisi tumeshawekewa ni kutafuta mke halali, uridhiwe, uoe, uishi. Hivi ndio utu, ndio binadamu. Kwa manaswara wao waliutafuta utawa, hawakuweza kuudhibiti. Mithlu alladhina ja'u ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na mfano wale ambao walikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yasaluna an amali, wanauliza kuhusu amali zake Mtume ambazo wanazifanya. Falamma ukhbiru, walipoelezwa amali zake, kaannahum taqallu amala ar-rasul sallallahu, kana kwamba waliona ni chache, wao wamekuwa wachache kwa zile amali za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wao wamekuwa wachache. Walakin qalu, wakasema, inna ar-rasula, hakika mjumbe wa Allah, ghufira lahu, yeye amesamehewa, ma taqaddama min dhambi wa ma taakhara, dhambi zake ambazo zimetangulia na zijazo amesamehewa. Walipopewa taarifa ya ibada zake, kaannahum taqallu amala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wao wameona sisi na Mtume na hivi anamfanya, kana kwamba tuwachache zaidi, tumepunjika zaidi kiamali na Mtume salama, na yeye amesamehewa madhambi yake yalitangulia na yajayo. Alafu iwe hivi, yani falaysa huwa bihajatin ila kathrati al-amal, yeye hakuna haja ya kuwa na matendo mengi. Hayo ambayo wanaonekana nayafanya kwa uchache huo inatosha, sababu ameshasamehewa. Hakuna haja yeye kuwa na matendo mengi. Falamma alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalika, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipolijua hilo kwa wao, ghadhiba alaihim ghadaban shadida, aliwaghadhibikia ghadhabu kali sana. Ghadhiba alaihim ghadaban shadida. Wa khataba sallallahu alaihi wasallam, akatoa khutba kwa hutubia, waqala, na akasema, amma wallahi, amana apa kwa Allah tabaraka wa taala, inni, akamimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la akhshakum lillah wa atqakum lillah, na muogopa Allah zaidi kuliko nyinyi, sana sana sana, na muogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Wa atqakum lillah, na mimi katika kuyaendea ya khair na kuacha ya shari, katika jambo hilo nimekuzidi nyinyi nyote. Atqakum lillah, ni mcha Mungu zaidi kwa nyinyi kwa Allah. Wa inni usalli wa anamu, min afsalna nalala, lianna wahidan minhum qala, kwani mmoja katika wao walisema, ana usalli wala anamu, mimi nitasali usiku daima sitolala, yani usiku wote mimi nikusali tu mpaka alfajiri. Waqala thani, akasema wa pili, ana asumu wala uftiru, mimi nitafunga maisha yangu sitofungua, yani mimi maisha nafunga tu, yani funga yangu mimi endelevu, nafungua magharibi, asubuhi nafunga, yani mimi hivyo tu, sitofungua. Huyu wa pili anasema hivyo, ana asumu wala uftiru, kullu umrihi yasum, yani umri wake wote atakuwa akifunga tu. Waqala thalith, akasema watatu, ana, mimi, la atazawwaju nisaa, mimi sioi wake, sioi kabisa. Tabattala, farrasul sallallahu naha ani tabattuli, Mtume amekataa tabattuli, ai arrahbania, amekataa utawa, yani tabattala, amefanya utawa, hataki kuoa. Watafarragha lilibada, na akatafuta nafasi zaidi kwa ajili ya kufanya ibada. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sasa Mtume sallallahu alipowasikia haya wakiyazungumza, yeye akatoka na akatoa speech kubwa, na speech yake ilikuwa imecontain maneno haya yafuatayo, akasema, amma wallahi, amma na apa kwa Allah tabaraka wa taala, inni la akhshakum lillah, mimi na muogopa zaidi kuliko nyinyi nyote nyinyi kumwogopa Allah tabaraka wa taala.
wa atqakum lillah, na mimi katika kuyaacha aliyokataza na kuyafanya naye aliyoamrisha, basi ni mcha Mungu wenu nyinyi yote nimekuzidini kwa Allah. Wa inni usalli wa anamu, mimi naswali usiku lakini pia nalala. Kwa hivyo na wewe ukati ambao tuepuke tasahul, tuepuke tashaddud. Tasahul manake huna haja kabisa, haikuhusu kabisa kuacha usingizi kidogo usiku kufanya ibada, hilo umelipuza, una habari nalo kabisa. Na ni sehemu nzuri na utukufu mkubwa. Wa'lamu anna sharafa almu'mini qiyamu bilayli, hadhi ya muumini mbele ya Mola wake ni kule kusimama kwake usiku, akazuia usingizi kidogo, akaelekea kwa Mola Allah tabaraka wa taala. Sawa ukafanya tasahul, una habari kabisa, hujali wala amki wala ufikiri kabisa hilo. Na mwingine akaamka lakini akafanya tashaddud usiku, anafanya ibada muda wote halali hata kidogo. Fanya hivyo. Wa inni usalli wa anamu, mimi nasali na nalala. Wa asumu wa aftiru, nafunga na nafungua. Kwa hiyo wewe unayefanya hivi na ufunga, usiwe na tasahuli ufungi, lakini pia ukifunga ufungue, usiite ushala tashaddud kwa ufungue tena, usifanye hivyo. Wa atazawwaju nisaa, na mimi naoa wake nao. Faman raghiba an sunnati, basi yeyote ambaye atakayechukia mwendo wangu, asiufuate mwendo huu, akaona yeye aende hivyo anavyoona yeye kwa nafsi yake, falaysa minni, huyo si katika mimi. Falaysa minni, huyo si katika mimi. Hadithi ni mutafaqun alayhi, akhrajahu al-Imam al-Bukhari 4776 wa Muslimu 1401 min hadith Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kwa hivyo Mtume sallallahu anatukataza tasahul, kupuuza mambo na kutojali mambo ya khairi, lakini pia akakataza tashaddud kwenye mambo ya khair. Tuwe baina. Fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, anna ahadahum qala, kuna mwingine akasema hivi, la akulu lahma, mimi kuanzia leo sitaki kula nyama, sitaki kula nyama. Madhumuni yake anajikurubisha kwa Mungu. Kwa hiyo la akulu lahma, si nyama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana akulu lahma, mimi bwana nakula nyama. Kwa usijinyime wewe kwa sababu ya kutafuta ucha Mungu, hapana. Ikiwa ni halali basi iliwe, usiache kwa sababu ya kutafuta ucha Mungu, ni kosa. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, anna ahadahum, mmoja wao, qala, alisema, la akulu lahma, mimi sili nyama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana akulu lahma, mimi nakula nyama. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, atakayechukia kasirika, hautaki kufuata mwendo wangu, falaysa minni, huyu si katika mimi. Qasduhum alkhairu, chukua pala hapo Muislamu. Qasduhum alkhair, dhumuni lao, malengo yao ni khairi. Sasa kama dhumuni lao ni khairi, na maana nia yao ilikuwa ni sahihi, lakini ameweka pahala sipo, hilo Mtume amelikataa, akasema falaysa minni, wewe si katika mimi. Na maana katika si katika mimi, tafuta mtume wa kumfuata ili uingie peponi kwa Mola. Na mimi na wewe hatuingii pepo, hatuipati pepo ila tuwe nyuma ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa yeye amekukataa kwa sababu umechukua utaratibu ambao yeye hajautaka, hajaufundisha, utakwenda wapi wewe? Kwa hivyo mimi na wewe usichukue kwamba mbona na dhamira nzuri jambo hili kulifanya. Dhamira nzuri haihalalishi usahihi unalolifanya. Laweza kuwa kweli na dhamira nzuri, jambo la khairi, ni jambo zuri, lakini pahala ndipo mazingira yake ni sahihi. Kwa hiyo hawa jamaa lengo lao ni nzuri, dhamira yao ni nzuri, anaacha jambo hili kwa sababu ya kutaka kufanya ibada zaidi, ajisogeze kwa Mungu zaidi, lakini amekosea kwa sababu jambo hilo ni halali, yeye anajiharamishia.
anajinyima kitu ambacho ni sahihi, anafanya tashaddudi kwenye dini, ni kosa. Walakin la yakfi alqasdu, hivyo haitoshi ile kusudio. Idh la budda min alittibai ma'a alqasdi, pamoja na kusudio lako nzuri lazima ufuate. Ad-dinu bil mutabaa, dini ni kufuata. La budda min ittibai sunnati, lazima kufuata sunna, yani mwenendo sahihi wa Mtume salama, ma'al qasdi, pamoja na kuwa na nia yako nzuri, wa niyati saliha, na nia iliyokuwa nzuri. Kusudio lako na nia nzuri lazima uambatanishe na kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma niyatu saliha, ama nia nzuri, biduni tibai, pasina kufuata ile sunna sahihi katika kwa mujibu wa maelekezo, fa innaha la tanfa'u sahibaha, nia nzuri haitoweza kumletea manufaa yule mwenye kwenye nia nzuri pasina kufuata kile ambacho anakifanya kama kilivyoelekezwa. Ndugu zangu katika imani, tumuombe sana Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye aliyetuumba, na yeye ndo anayetujua si vizuri, na yeye ndo anayejua haki iko wapi, katuteremshia haki. Lakini namna gani tutaipata haki? Yeye na njia ametuwekea. Kwa hiyo tuombe sana yeye Allah tabaraka wa taala, na tuzifuate asbabu za kufikia jambo hilo katika ulimwengu huu. Ya Rabbi, sisi waja wako tunakuomba ya Rabbi, utujalie katika ulimwengu huu tusimwabudu yote zaidi yako wewe. Ya Rabbi, tujalie sisi waja wako katika ulimwengu huu tusishawishike na aina yote ya ushawishi tukacha dini yako, si kwa sababu ya cheo wala mali wala iza yote katika dunia hii. Ya Rabbi, tuondoshe katika hilo, tujalie tuwe miongoni mwa wako wema waliotangulia, masahaba walikuwa chini ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, la tajal dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Rabbi, la tajal dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil kitabi was sunnah wal iman al kamil tawaffana wa anta radha anna, tawaffana wa anta radha anna, tawaffana wa anta radha anna ya rabbil alamin, birahmatika